Assalamu alaikum. Karibuni sana katika safari yetu ya pamoja ya kuelewa kwa undani muundo halisi wa Uislamu. Hapa hatutaangalia tu misingi yake kwa juu juu, bali tutazama ndani kabisa kwenye roho yake. Basi, hebu tuanze. Hebu fikiria kwa muda. Miaka zaidi ya 1400 iliyopita. Ghafla, nuru inashuka duniani. Na hii haikuwa nuru ya kawaida, hapana. Ilikuwa ni nuru ya uongofu kutoka kwa Mwenyezi Mungu iliyokuja na kazi moja tu, kuutoa ulimwengu wote kutoka kwenye giza nene la ujinga. Sasa, sehemu yetu ya kwanza tunaiita nuru katika giza. Unajua, ili kuelewa umuhimu wa mwanga, lazima kwanza ujue giza lilivyokuwa. Basi, hebu tuangalie hali ilivyokuwa kabla ya nuru hii kuja. Yaani, tofauti ilikuwa ni kama usiku na mchana. Upande mmoja, tuna zama za giza zilizokuwa zimejaa ujinga, ukatili, vita vya kikabila visivyosha na ushirikina. Lakini nuru ya Uislamu ilipofika, ilileta mabadiliko makubwa sana. Ilileta wokovu. Iliwatoa watu gizani na kuwapa hadhi ya juu kabisa, ile ya kuwa viumbe bora. Sawa, huo ulikuwa mwanzo mzuri sana. Lakini hebu tujiulize kwa uaminifu kabisa. Sisi leo tuko wapi? Baada ya karne zote hizi kupita, sisi kama umma tunasimama wapi? Unajua, Mtume Muhammad, rehema na amani ziwe juu yake, yeye mwenyewe alitupa dokezo. Alisema waziwazi kwamba karne bora ni yake, kisha inayofuata na kisha inayofuata. Sasa, hii ilikuwa ni kama onyo kwamba kadri tunavyozidi kuwa mbali na chanzo, ndivyo ubora unavyoweza kupungua kama hatutakuwa makini. Na kwa masikitiko makubwa, ndiyo hali tunayoiona leo. Tumekuwa wanyonge, hatuna tena nguvu ile ya kupambana na maovu yaliyoenea kila mahali. Wale waliorithi elimu hawakuipa kipaumbele kinachostahili. Na cha kuhuzunisha zaidi, wengine wamerudi kwenye hali mbaya kuliko hata ule ujinga wa zamani. Maneno haya mazito ya Ustadh Fethullah Gulen yanaakisi hali yetu kikamilifu. Unajua, kujiweka mbali na Qur'an na Sunna ni kama kuzama taratibu kwenye kinamasi. Na hatari kubwa si kuzama tu, bali ni kutojua hata kwamba unazama. Basi, baada ya kuona yote haya, swali la msingi linakuja. Chanzo cha hili tatizo lote ni nini hasa? Kwa nini tumefika hapa tulipofika? Hili sasa ni swali la kujiuliza kwa makini sana. Hebu fikiria, tunaye mtume bora kupita wote. Tunacho kitabu kitukufu, Qur'ani. Lakini pamoja na yote hayo, mbona bado jamii zetu zimejaa matatizo? Inakuwaje? Jibu, ingawa linauma, liko wazi kabisa. Tatizo sio mwongozo wenyewe, la hasha. Mwongozo ni mkamilifu. Tatizo ni sisi, umbai wetu na huo mwongozo. Tumeacha chanzo cha nuru na tunahangaika kwenye vivuli. Sawa. Baada ya kutambua tatizo, sasa ni wakati wa kuangalia suluhisho. Na habari njema ni kwamba suluhisho lipo. Tena limekuwepo siku zote mbele ya macho yetu. Na hili ndilo suluhisho. Mtume, rehma na amani ziwe juu yake, hakutuacha hivi hivi. Alituachia ramani, alituachia GPS ya maisha. Na akatoa ahadi, mkishikamana navyo hivi vitu viwili, hamtapotea kamwe. Kwa hiyo, njia ya kurejea kwenye nuru imegawanywa katika hatua mbili rahisi kuelewa. Hatua ya kwanza ni kuishikilia Qur'ani kwa nguvu zote, na hatua ya pili ni kufuata mwenendo wake, yaani sunna yake. Hizi ndizo nguzo mbili zitakazotufanya tusimame imara. Lakini hapa ndipo mambo yanapohitaji tafakuri ya kina zaidi. Ndiyo, jibu ni kushikamana na Qur'an na sunna. Lakini je, ni rahisi kama inavyosikika? Swali ni je, tunafanyaje hilo katika ulimwengu wa leo? Nikiuliza sasa hivi, naamini wengi wetu jibu liko tayari midomoni. Suluhisho ni Qur'ani na Sunna. Na hili ni jibu sahihi kabisa. Lakini hebu tujiulize kwa dhati, je, tunalielewa hili jibu kwa undani? Au ni maneno tu tunayokariri bila kuelewa maana yake halisi kwetu sisi leo? Na hili swali linatupeleka moja kwa moja kwenye changamoto ya zama zetu. Zama za sayansi, za teknolojia, za mabadiliko ya kasi. Je, Uislamu unaweza kweli kwenda sambamba na haya yote?
unaweza kweli kujibu maswali na changamoto za karne hii ya 21? Basi, hapa ndipo safari yetu halisi inapoanzia. Baada ya yote, swali kuu ambalo tunatakiwa kujiuliza na kulipatia jibu linabaki. Ni muundo gani hasa wa Kiislamu unaofaa, unaojibu na unaoweza kutuvusha salama katika zama zetu? Kutafuta jibu la swali hili ndilo lengo letu. Tafakari hilo, tukutane tena kwenye uchambuzi ujao.